Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tunawashikilia jumla ya watuhumiwa wako 9 kwa tuhuma za matukio ya mauaji kwa nyakati tofauti. Ni kwamba siku ya tarehe 5 mwezi wa pili mwaka huu, ilikuwa ni majira kati ya saa 7 mpaka saa 8 za usiku, huko katika baa inayofahamika kwa jina la Las Vegas iliyopo kona ya Bwiru, kata ya Nyamanoro, wilaya Ilemela. Mwanamume mmoja kijana ambaye anaitwa Mzafaru Faisal Yunus, umri wake ni miaka 26, ni mfanyabiashara na mkazi wa eneo la Mbugani, aliuawa kwa kushambuliwa kwa ngumi, mateke na vipande vya mbao, bomba la chuma katika sehemu mbalimbali za mwili wake baada ya kushindwa kulipa bili ya vinywaji ambayo ilikuwa ni kiasi cha shilingi 8,000. Na hela hizo alikuwa anadaiwa baada ya kunywa pombe katika baa hiyo ya Las Vegas. Watuhumiwa waliofanya tukio hilo, ambapo kati yao kuna walinzi wawili wa baa hiyo ambao wamekuwa wakifahamika kwa majina ya mabouncer, lakini pia meneja wa baa hiyo alishiriki kikamilifu, wafanya usafi na watu wengine ambao waliweza kutoroka kabla ya kukamatwa. Baada ya kushambuliwa huko, taarifa zilifika kituo cha polisi, ambapo mhanga yule, sababu alikuwa amejeruhiwa, alichukuliwa na kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza Sepetu. Lakini ilipofika tarehe 6 majira ya saa 6:30 za mchana, basi kijana huyo aliweza kupoteza maisha wakati anaendelea kupata matibabu katika hospitali ya Sepetu. Jeshi la polisi sasa liliendeleza upelelezi wa kina kuhakikisha kwamba linawakamata wote waliohusika na lile shambulio. Tarehe 15/4 majira ya saa 11 jioni, wakati uchunguzi ukiendelea, tulifanikiwa kumkamata mtu mmoja anaitwa Yona Paul Peter, mlinzi. Huyu Yona Paul Peter ni mlinzi au bouncer kwenye hiyo bar. Miaka yake ni 22, mkazi wa Nyasaka, Msumbiji, wilaya ya Ilemela. Huyo ndiye alihusika na tukio hilo, tukaweza kumkamata. Lakini tarehe 21 mwezi wa 4, ilikuwa ni saa 7 za usiku, huko Mwakitorio mkoani Shinyanga, mtuhumiwa Hamisi Juma Musa, miaka 27, ambaye anafanya kazi ya usafi katika baa hiyo ya Las Vegas na mkazi wa Ilemela, pia alikamatwa akiwa amejificha mara baada ya kufanya tukio hilo. Tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka huu, pia usiku, katika kijiji cha Mkiu huko Mkuranga huko mkoani Pwani, pia tuweza kumkamata mtuhumiwa mwingine ambaye alishiriki katika mauaji hayo, anaitwa Benson John Mgoko, naye ni bouncer, kijana mwenye umri wa miaka 19, mkazi wa Nyasaka, Msumbiji, wilaya Ilemela, naye alikuwa amejificha. Kwa hiyo watuhumiwa hawa ambao walishiriki kufanya shambulizi hilo, kufanya ukatili wa hali ya juu kwa kijana huyo kwa sababu tu ya kumdai shilingi 8,000, wameweza kutiwa mbaloni. Uchunguzi unaendelea, ikiwa ni pamoja na kuwasaka watuhumiwa wengine ili waweze kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Kutokana na tukio hilo, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tunazidi kutoa msisitizo kwa walinzi wanaolinda hasa kwenye baa na maeneo mengine, wacha tabia ya kugeuka mahakama na kutoa hukumu kwa watu wasiostahili na ambao hata hawajawasikiliza. Badala yake, mtuhumiwa anapotuhumiwa kwa tukio la wizi la uhalifu,
kazi yao ni kusaidia ukamataji. Tena ukamataji wenyewe unatakiwa ufanyike ukamataji salama, na baada ya hapo wakabidhiwe kwa jeshi la polisi au vyombo vingine vya usalama ili hatua za kisheria ziweze kufanyika kwa kuchunguza lile tukio, na endapo ushahidi umepatikana, basi huyo mtiliwa shaka aweze kufikishwa